Mheshimiwa Rais, habari yako? Njema. Naona na wewe pia unatabasamu. Kubwa sana. Kuna watu wananiambia 5 tena 10, 15. Nikisema rais amefanya makubwa ananiambia Mheshimiwa Josephat Charles Njige 5 tena 10, 15. Unajua kuna watu wanatamani kama uongozi wako utakuwa umeisha, wanatamani eti ugombee uwe rais tena. Hapana, sisi ADEM tuna utamaduni wa kupokezana hiki kijiti cha uongozi wa urais. Kimsingi uongozi wetu pale ADEM huwa ni mwaka mmoja. Unaingia, unapewa kijiti kile, unapanga malengo yako ya mwaka mmoja, utatimizaje na kutekelezaje. Na kwa sisi tumeanza mwaka huu mwezi wa kwanza. Kwa hiyo tunasukuma mpaka tunatarajia kufika mwakani mwezi wa kwanza. Bila shaka tayari tumeshatenga bajeti kwa ajili ya uchaguzi mkuu, uchaguzi wa rais na wabunge wa bunge la Jamhuri ya ASO. Kwa hiyo miaka 5 kwanza tufike kwenye 5 sisi. Sisi hatufike kwenye. Wao wameweka hivyo kwa sababu ya ukubwa. Leo wanamaanisha ni kwamba wanataka nirudie tena. Na bahati mbaya sana kwamba inapofika kwenye kipindi hicho mimi nakuwa kwenye mwaka wa mwisho ambapo najiandaa kwa ajili ya kufanya mtihani wangu wa mwisho nipate kuondoka. Kwa nahitaji muda wa kutulia nijiandaa. Lakini pia unaamini kwamba huwezi ukawa kiongozi ambao wewe unaweza kujibu matatizo ya watu miaka yote siku zote. Haiwezekani. Lazima pia uwape fursa watu wengine waje na mawazo mpya, damu mpya, nguvu mpya, kasi mpya. Na ndivyo serikali za ASO zimejengwa kwa namna hiyo. Na ndivyo naona kwamba mwaka jana tulikuwa na rais shupavu sana, rais wetu mstaafu aliyenipa hiki kijiti, Mheshimiwa Silayo. Amechapa kazi kubwa yeye na serikali yake, na nilivyokuja mimi wamenikabidhi wakaniambia sisi tuliishia hapa, nami walipoishia tunaendeleza pale. Kwanza tukayaenzi mazuri yote walioyafanya, lakini baadaye tukaongeza na mengine, ndio tunapiga. Kwa hiyo mimi nikifika mwisho sitaki 5 tena. Hutaki tena 5 tena? Ila nawashukuru kwamba waliniamini kwenye kipindi changu. Wameona mchango wao. Na wameona mchango wangu. Kama waona mchango wangu, nadhani kuna sehemu nyingine inahitajika pia. Ikifika wakati niende sehemu nyingine pia, pengine nikapewe 2, nikapewe 4, nikapewe 5, sawa, huko nitakakokuwa. 5, 2 mtajua ni wapi. Sasa kuna uhusiano gani? Mkufunzi amezungumzia uhusiano wako Mheshimiwa Rais, maana yake management na management. Tunashirikiana kwa mambo mengi tofauti, mambo mazuri, na ushirikiano ni mkubwa sana kwa sababu sisi tunawaongoza wanachuo. Lakini management inasimamia yote ya utoaji wa elimu kwa ujumla. Na ili hayo yote apate kufanikiwa panahitaji uwepo ushirikiano mkubwa baina ya wanachuo na serikali. Kwa hiyo sisi kunapokuwa na jambo tunaliibua, tunaipelekea management, unaona? Kwa nini unajua nakuleta hapa? Kwa sababu umeniuliza swala la ushirikiano. Hii ni mashine. Drinking water. Inaitwa drinking water. Hapa tuko chuo cha CBE. Unaona hiki ni chuo cha biashara. Na hii ni mashine. Hii mashine ndani yake hapo naona inaunguruma. Inasikia tu. Unaona? Hapa kuna maji ya kunywa. Kuna maji unaingiza shilingi 200. Ukiingiza shilingi 200, mashine hii inakupa maji. Ya bei uliyoweka, unakunywa maji kwa bei nafuu sana. Na tafasiri yake ni kwamba tumefika hapa tukavutiwa na hiki kitu. Kwa sababu sisi tunakuwa na ushirikiano mzuri na management. Nataka nishawishi management yetu, badala ya sisi kuwa tunanunua maji kwenye mabanda ya 1000 na nini, kwa sababu Bagamoyo ni eneo ambalo lina joto kali sana. Tunakunywa maji kila siku angalau unywe maji kati ya lita 2, 3 wala kwa siku, ili uweze kusustain ile joto mwili unavyochemka na kuluzi maji. Sasa mashine kama hii kiwepo pale, sisi tutatusaidia sana kufanyaje ile kutupunguzia gharama za maji. Ndio kabisa. Kwa ajili ya uzuri tunao management, nitamshauri mtendaji mkuu aone uwezekano. J Maulid aone namna ya kutufungia mashine kama hii ili tupunguze gharama za maji.
Kwa hiyo ni mkubwa. Ni mkubwa sana. Maana yake hapo kwenye 1000 ukichange 200 zinakuwa 5. Utakunywa maji mara 5 kwa siku. Ndio. Kuliko ukanunua ile 1000 moja tu. Yaani hata kama ungeweka 500 bado still ni bei nafuu. Utalinganisha na maji ya baridi Na ni maji baridi. Na unaweza ukanunua kadiri ya unavyoweza. Nafikiri baadaye tunaweza kupata mtu akatupa maelezo zaidi ili tukajua inafanyaje kazi na nini. Jamani. Okay. Kwa hiyo tuna ushirikiano mkubwa kati yetu na management. Umeshawahi kuhudhuria tour yoyote tangu umefika ADEM? Ukiachana na hii hapa. Ya, nilipofika pale wakati tunaingia pale mwaka wa kwanza huwa kuna kitu wanakiita orientation. Hudhuria ile darasa la kuelezwa utamaduni wa ADEM ukoje, mazingira mnatembezwa. Baadaye management walikuwa wameandaa katua kadogo kakutembelea mji wa Bagamoyo, tukapelekwa maeneo ya Kaole, tukapelekwa bichi huko. Tulipata muda kazuri kakutembelea. Kwa hiyo tulifanya tukiwa tuko pale. Lakini hii nataka uzungumzie hii ya kwako hii ambayo Dr. J Maulid ametufanyia. Hii ni surprise maana kwa sababu hii ni kabambe. Hii ni kubwa. Mheshimiwa Rais anasema hii ni kabambe. Wewe nani ulikuwepo? Hii ni kubwa sana na tumeenjoy sana. Na wewe ndio Mheshimiwa Rais. Kitu gani ulikifanya ukasema niliwahi kufanya vitu ila hapa kwenye nimefanya na hisi nitafanya tena kwenye ile 5 tena 10 ulioniambia? Tumekuwa na activity tofauti tangu tulivyoingia madarakani. Kwa mfano tumewahi kuleta disco kama mara 2 pale chuoni, watu wakacheza wakachangamsha mwili. Tumewahi kuwa na mashindano ya michezo pale, tumecheza, timu zetu zikashinda. Na wewe unacheza namba 3? Mimi nacheza namba 3. Tumewahi kuwa na tukio la fundraising. Tumekuwa na tukio zuri sana juzi tu la fundraising, tulikusanya yani pale chuoni tulitaka kununua matenti ya chuo tibiwa na wanafunzi wenzetu wa mwaka wa pili Derma 2 ambao walikuwa wamepewa kwenye moja ya mafunzo yao. Kuna course inaitwa resource mobilization. Resource mobilization ni course ambayo inakufundisha namna ya kutafuta resources, yani rasilimali fedha, rasilimali vitu ili uweze kutekeleza maono. Sasa hili linafundishwa darasani, wakafundishwa wenzetu na wameiva vya kutosha, wakasema inabidi twende tukalifanya kwa vitendo, lisibaki tu kama iwe story tunasimulia nadharia. Sasa wakaandaa tukio hilo. Ndio. Sasa Mheshimiwa Rais wa awamu ya 33 ASO ADEM, kwenye wale mawaziri wako ulionao kuna mtu huenda miaka inayokuja akawaja kama wewe ulivyo, kitu gani cha kumshauri? Ila huenda sawa kitu shauri atakapoingia kwenye uongozi. Kwa kweli namshukuru Mungu amenipa mawaziri waaminifu, waadilifu, wachapakazi, wasikivu, wanyenyekevu. Lakini hii sio bahati mbaya, ni kwa sababu ya mkono wa huyu jemedali Dr. J Maulid anavyotulea, lakini najua pia na yeye anapata support kubwa kutoka kwa serikali ya daktari mama yetu Rais mwanamke wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Namna ambavyo anajaribu kusupport hivi kichuo chetu cha ADEM na kupitia yeye na support yake Daktari J Maulid naye anawezesha sisi kwa anatusaidia kutengeneza vijana ambao ukimteua kwenye nafasi ya uwaziri ama sijui na ama katibu mkuu ama sijui waziri mkuu, nafasi yote utakayomweka unaona kabisa watu wanafiti. Na sasa nasema nini na neno moja tu kwao ni kwamba mimi ninawaambia siku zote msirizike na hai elimu mlioipata. Hebu nendeni kidogo mkajiendeleze kwenye kusoma. Mkimaliza songa mbele kidogo, kwa sababu naiona kesho yao ilivyo itakuwa ni kubwa sana. Maana namna ambavyo nimefanya nao kazi wanahitaji kuendelea kusoma na kujielimisha zaidi. Bila shaka mamlaka za uteuzi za nchi wananchi watawaona. Pengine kesho tunaweza tuna mtu ambaye ametoka ADEM ama akiwa rais
ama akiwa waziri mkuu, ama akiwa waziri, ama akiwa spika wa bunge, ama akiwa mtu yeyote mkubwa na mitano tena au 10. Wote wananchi wataamua mpe mitano au amuongeze 10 au 15, wao wataamua. Jana nilikuona kwenye viwanja vya Dodoma kule. Chuo kikuu. Nilikuwa nimevaa kama mtu ambaye anafanya jogging. Tumeona ushindi. Netball, kwa upande wa netball Adem walishindwa kufikia malengo. Volleyball waliibuka na ushindi. Walinitwangia watu. Kwa hiyo neno moja kwa waziri wako wa michezo. Big up. Mimi nampongeza sana kwa namna ambavyo timu yake ilivyofanya vizuri. Unajua kutoka mmeenda tu, kwanza tulikuwa tumetembea nane, tumeenda bunge, tumeenda TAMISEMI. Kwa tulikuwa tumechoka. Unaona? Nilijua kabisa ule kwa huu uchovu walionao, alafu tumesafiri safari ya mbali sana. Watu kata usiku, si unajua mnasema usiku wa manane. Usiku wa manane. Tuingia hapa asubuhi kumekucha. Lakini watu hawakulala. Yaani kwa namna Lindu walivyokuwa naipenda safari, hawajalala. Sasa kuingia uwanjani na kucheza mkaibuka na ushindi, hii ni kitu kimoja kikubwa sana. Kwa mimi nampongeza waziri, nampongeza wachezaji, naipongeza timu, naipongeza Adem, nampongeza mtendaji mkuu, nampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anavyotutengeneza vijana wake. Sasa ninaweka swali mchombezo. Kwa hii nilivyoiona hapa na kile cheo cha Mheshimiwa Rais na kificha na kuja kwenye cheo cha baba askofu wa makanisa yote The New Hope Church Tanzania, lakini pia muasisi wa shule zote za Cambridge. Tunaelekea mahafali. Kwa hatua hii niliyoiona, vipi ngaje na mahafali za nyumbani? Mahafali ya Cambridge siku zote ni babu kubwa. Ni babu kubwa. Ni babu kubwa. Hatujawahi kuwa na tukio dogo sisi. Tukio letu ni kubwa. Watu tunawakaribisha Katoro 15 mwezi huu, manake Ijumaa ya wiki inayokuja Katoro pale kutakuwa na Katoro wanasema ni nchi ya watu wenye nini, wenye hela. Tuliona mheshimiwa alizungumzia, wanasema sijui lakini mimi ninachojua ni kwamba watu waje Katoro pako vizuri. Pana mahali pazuri pa kufika ukalala ukaenjoy, unaweza ukajifunza vitu mbalimbali pale Katoro. Kule ndo kuna watoto wanapewa elimu ya maana. Biashara inafanyika pale, lakini pale pana shule yao nzuri inaitwa Cambridgeshire Regis English Medium School. Kifika pale mtoto anapata malezi, anafundishwa. Pana vipaji mbalimbali. Watoto wadogo wanaongea Kiingereza kizuri, kimenyoka, kiko smart na uhitaji kuwasaisha. Hata baba yao pia nakisikia ni smart, kimenyoka, nategemea watoto watakipata kichonyoka. Kwa hiyo tutakuwa na mahafali kubwa sana this time around. Kila kipindi huwa tunajaribu kuboresha na tutafanya vizuri zaidi. Kwa Katoro, neno moja kwa watu wa Katoro. Neno moja kwa watu wa Katoro ambao ndo tunaanza nao sasa. Mahafali kabambe. Mheshimiwa akasema mahafali kabambe. Hii ni kabambe. Neno moja kwa Katoro. Kama kuna nafasi ambao mngeweza kuenjoy na mlikuwa mnaisubiri kwa hamu, ni hii mahafali ya Cambridgeshire Regis. Karibuni sana wazazi, walezi, ndugu jamaa wa watoto wenu ambao wanasoma pale. Lakini pia hata yule ambaye hana watoto, hii ndio fursa adhimu ya wewe kutembea pale bure kabisa, kwa sababu panakuwa na tukio ambao unafika pale utasikia mambo mengi, shule inafanya nini, tunafanya nini tangu tulivyoanza shule hii mpaka sasa, mambo yakoje. Pale pako vizuri na watoto wanafanya vizuri, wanafaulu. Ulao ni mzuri sana. Nilikuwa napitia juzi kwenye matokeo yao, nilianza na darasa la 4 yeye. Darasa la 7 sisi ni kupeleka huko kwenye shule maalum za serikali, shule maalum za watu binafsi. Na watoto wetu kila mahali anapoenda kufanya interview, kwa sababu kwa sasa unapotaka kujiunga na shule yote kuna mtihani. Watoto wetu wakitoka pale, kwa sababu sisi tunapoandaa tunatengeneza kwamba mahali popote akienda kupimwa apimike na aweze na kweli wanapimika. Basi mimi nikutakia wakati mwema. Dodoma ndo hii. Tunashukuru sana umetuleta Dodoma. Ambaye ipo nyuma ya kamera ni 4K Video Production. Tuko naye hapa na hakikisha anatuweka vizuri kabisa. Na mimi nimshikie kidogo ili. Mshikie. Aseme sikuonekana. Sikuonekana, mshikie. Mzee kumbe una fani nyingi. Jamani, mzee sio tu kukaa kwenye kipaza, lakini sio tu mtu wa elimu, lakini pia
hajakaa kizembe, yuko strong, fit. Hapa nashutiwa na mheshimiwa baba askofu wa makanisa yote ya The New Hope Church Tanzania, lakini pia ni muasisi wa shule zote za Primary Cambridge na ni rais mheshimiwa, niweke mheshimiwa rais wa chuo cha mafunzo ya elimu. Hapa nipo na 4K studio video production. Mambo vipi mwanangu? Uko fresh? Niko poa. Umeona mzee? Anaupiga mwingi. Ameshikilia yake gimbo, ametulia. Gimbo. Yeah. Kusha tukulia na inatembea huko na atupata vizuri. Yaani ana wenge kabisa. Sasa tunamwambia Igwe, tunainama. Yes. 1 2 3 Igwe.